tumekutana na magumu mengi wakati fulani. Tuliwahi kutolewa bastora kabisa kwenye nyumba fulani, lakini ndio hivyo, ni changamoto za maisha, lakini tulikuwa nafanya kazi kwa moyo, kwa sababu najua hii ndio kazi ambayo inanipatia kipato. Baada ya kufa Kanumba tulipoteza ajira wengi, sababu kampuni ilikuwa inarani, ilikuwa na watu wengi, basi wala kufa Kanumba na kampuni imekufa. Kanumba alikuwa ni mtu mpambanaji sana. Mara nyingi, kwa sababu mimi na Kanumba tumeanza ile alifu kwamba zero to hero. Tunapomzungumzia Steve Charles Kanumba tunazungumzia ni mtu ambaye alikuwa anathubutu, anajua industry inapotaka, alikuwa anaweza kutengeneza vitu vitatu kwa wakati mmoja. Alikuwa anatengeneza documentary, alikuwa anatengeneza tamthilia, alikuwa anatengeneza movie. Kanumba ni mtu ambaye alikuwa ana upendo, anathamini, anajali, anapenda kazi. Ninaweza kusema siwezi kumlinganisha na mtu, kwa sababu Kanumba kama Kanumba atabaki kuwa Kanumba, mwingine atabaki kuwa kama yeye. Na ndio maana mpaka mwishoni alikuwa anataka kufanya sinema za action. Mwishoni alikuwa tayari kashaniambia, na tushaanza kutrain karate, ajifunze aingie kwenye action, kwa sababu ndoto yake kubwa ilikuwa ni kufanya action na mimi. Kama nasema kitu kimoja, kwanza ilitokea mauvumi ya kijinga mimi naita. Wakasema tu Freemason hakuwa hivi. Unajua ukishakufa watu wanazungumza mengi sana. Na bahati mbaya au bahati nzuri marehemu ajibu. So kwamba Steve aweko katika makumbusho yale, watoto wao wanamzungumzia Steve Charles Kanumba kwenye majumba ya makumbusho ya taifa. Kanumba alikuwa na mambo mengi sana ambayo alikuwa ameyapanga na malengo mengi sana ambayo alikuwa nayo, lakini Mwenyezi Mungu aliweza kufikisha zile ndoto zake. Mimi naielezea hii wiki ya Kanumba ama leo siku ya Kanumba ni siku muhimu, kwa sababu ndio siku ambayo aliondoka. Leo tuko hapa tumekuja kwa ajili ya kumuombea pia. Kuna siku baba yake anatoka kutembea saa 4 saa 5, Kanumba kadumbukizwa kwenye shimo na mama yake wa kambo. Anamwambia nenda kazoe yale maganda, nataka nije niwape mbuzi wangu. Kanumba akadumbukia kwenye shimo. Bahati nzuri baba yake anakuja akasikia kitu kinacheza kule kwenye shimo, akasema huyu paka ni, akachukua jiwe akadumbuza. Alipodumbuza akapiga kelele, "Naam, ni mimi." Baba akamwambia, "Wewe Kanumba, unatafuta nini humo ndani ya shimo?" Alikuwa ana nia gani? Alipigana kiasi gani? Kwa hiyo hilo ni funzo kwa sisi wasanii ambao tumebakia, kwamba tupigane, tuumie, lakini tufikishe sanaa yetu juu zaidi, tuweze kuitangaza zaidi kimataifa. Ikifika saa 2:30 3 kasoro ndo anaambiwa aende shule. Akifika shule kachoka na kupigwa anapigwa. Basi ile hali ilivyoendelea, wakamuuliza, "Wewe Steven, unaishi na nani?" Akasema, "Naishi na baba na mama." Wakamwambia, "Mama yako?" Akasema, "Naishi na mama wa kambo."